hatukuzoea miradi mikubwa ya aina hii ikiwa vijijini. Ndiyo maana watu wa Mwanza wanaozungukwa na ziwa Victoria walikuwa wanakosa maji, kwa sababu utekelezaji wa miradi ya aina hiyo ilikuwa inahitaji fedha nyingi. Sasa hivi serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan katika kushughulikia masuala yanayowahusu wananchi wa Tanzania haiangalii gharama, inaangalia thamani ya maisha ya Watanzania. Ndio maana Mheshimiwa Waziri hapa ametuambia hatua ya kwanza ilikuwa ni kujenga chanzo, kimeshajengwa na Mheshimiwa Rais alishazindua. Hatua ya pili ni kujenga matenki ya kuhifadhi, na hatua ya mwisho ni kusambaza na ninyi muanze kutumia, na hiyo ndio ambayo itafuata. Kwa hiyo ndugu zangu, hiki ambacho mmekiona, na kwa kuwa serikali hii ina track record ya kutekeleza, ina sifa ya kutekeleza kile ilichokiahidi, wala msiwe na mashaka. Haya ambayo Mheshimiwa Waziri amesema hapa yanakwenda kutekelezwa. Na kwa kuwa na mimi ni wa huku mane mnenehana hana le akaya ande, si mnajua wote ikala mtizoa wela mkabari wa Singida watizoni lemejikula wabe, na mimi nitalifuatilia kwa ukaribu kuhakikisha miradi hii inakamilika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wewe ni msaidizi mkuu wa Mheshimiwa Rais, sitokuwa kikwazo. Tumeanza jambo la kwanza juu ya mtambo ule ambao una uwezo wa kuzalisha maji lita milioni 48. Awamu ya pili lazima tujenge matenki. Matenki yanajengwa na leo unakuja kutuwekea saini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mradi huu unatakiwa ukamilike mwezi Desemba. Nataka nikuhakikishie kazi itakamilika mwezi Desemba wala kishiri. Lakini kazi si kuyaona maji kwenye matenki. Watu wanataka kuyaona maji katika mabomba yao. Hiyo kazi tunaiweza. Tumekuja na katibu mkuu, tutafanya kila linalowezekana kuhakikisha wana Rwanma, wana Kishiri, wana Luchelele, wana Buhongwa, wana Mkolani wanaenda kupata huduma ya maji safi na salama. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mkandarasi hana kisingizio, fedha zake zipo. Jukumu lake ni kuongeza nguvu kazi kuhakikisha huu mradi unakamilika. Nitumie nafasi hii kumpongeza mkurugenzi wa mamlaka ya maji ya jiji hili la Mwanza, ndugu yangu Deli. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeshuhudia baadhi ya wakurugenzi wanakuwa ni mainjinia. Huyu ni mwanahabari tu, lakini kazi ambayo anaifanya, mimi waziri wake nasema anatosha mpaka change inabaki. Mpigie makofi mengi sana. Na nimuombe na nimtake katibu mkuu wa wizara yetu ya maji, amekuwa akikaimu muda mrefu, barua yake itoke awe mkurugenzi kamili katika mamlaka yetu hii ya MAUWASA. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nataka niwaambie ndugu zangu na Nyamagana, ukisoma tenzi za Leoni zinasema unapotembea na kuzuru wengine usinipite Mwokozi. Hatutowapita wala hatutowaacha. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Wiki mbili zilizopita nilikuwa na ziara jimboni. Nilikwenda nikazungumza na wananchi wa Mkolani. Nilijionea ujenzi wa tenki la maji lenye ujazo wa milioni 10. Nikaenda nikazungumza na wananchi wa Buhongwa. Kuna tenki la ujazo wa milioni 5. Nikaenda nikazungumza na wananchi wa Kishili. Pale napo kuna ujenzi lenye ujazo wa mita milioni 10. Daktari Samia Suluhu Hassan amejielekeza kuhakikisha sekta ya maji kwenye jiji letu la Mwanza inaimarika kama ambavyo wananchi wanatamani iwe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na mazuri yote yanayofanywa na Wizara ya Maji, kakaangu Aweso nikushukuru sana. Unaye mkurugenzi wa MAUWASA mzuri sana. Nilipokuwa Buhongwa, nilipokuwa kule Kishili mtaa wa Ihushi, wananchi walizungumza habari ya maji. Kuna mapungufu kidogo, wanahitaji bomba lola 5, bomba lola 10. Mkurugenzi wa maji nilipomfikishia wa MAUWASA, siku 2 baadaye akapeleka yale mabomba, na wenzangu wa Buhongwa kule mtaa wa Kanenwa mtakuwa mashahidi.